Wakati wachambuzi wa mambo wakielezea siku 100 za utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani, kwamba ni siku ambazo zilikuwa na machungu sana na kwamba rais huyu hakufanikiwa katika mambo mengi aliyoyaanzisha, mwenyewe Donald Trump, rais wa Marekani, anayataja mafanikio ya utawala wake kuwa ya kihistoria, akisema kwamba amefanikiwa kuliko mtu yoyote katika ulimwengu, hasa marais wa Marekani waliopita katika siku zao 100. Rais huyo wa Marekani anadai kwamba siku 100 zimekuwa za mfano kwa mataifa mengi ulimwenguni. Hakuna kiongozi aliyefanikiwa zaidi yangu katika siku 100 za utawala wake. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump anayataja mafanikio ya utawala wake kuwa ya kihistoria baada ya kukamilisha siku 100 madarakani, akisema katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii wa Truth Social: "Sasa tumeshinda rekodi zote zilizowekwa na tawala zilizopita na tutaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kuajiri wazalendo wenye uwezo zaidi wanaofanya kazi kwa bidii ambao watatusaidia kuleta enzi ya dhahabu ya nchi yetu", Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social. Wachambuzi wa mambo walitazama mambo mengi ya mabadiliko aliyokuja nayo rais wa Marekani Donald Trump. Wengi walitazama sera zake za nje, hususan katika kumaliza migogoro. Rais huyo alisema katika kampeni zake kwamba atamaliza migogoro mingi ya ulimwengu, ikiwa ni pamoja na ule wa Urusi na Ukraine, kadhalika na ule wa Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kabisa rais wa Ukraine hakufanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Alisema atamaliza mzozo wa Ukraine kwa siku 1, kwa maana masaa 24, lakini akaja kukiri hadharani mzozo huo ni mgumu sana na isingewezekana kumaliza ndani ya siku 1, licha ya yeye mwenyewe kusema kwamba mazungumzo yanaendelea na kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kumaliza mzozo huo. Kadhalika wameutazama mzozo mwingine katika Mashariki ya Kati, kati ya makundi ya wapiganaji dhidi ya Israel, lakini hadi wakati huu ni Marekani ya Donald Trump iliamua kuingilia kati kufanya mashambulizi dhidi ya Wahouthi, miongoni mwa makundi ambayo yanaendeleza mapambano dhidi ya Israel, huku kundi hilo la Kihouthi likisema mpango wake ni kuhakikisha linawaokoa watu wa ukanda wa Gaza dhidi ya utawala wa Israel, ambao kwa namna moja ama nyingine unafanya kufuru ya mauaji na kusababisha majeruhi wengi. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mnamo Aprili 17 hadi 21 na kituo cha utafiti cha NOC cha Associated Press AP, wa Marekani 7 kati ya 10 waliidhinisha shughuli za Trump katika siku 100 za kwanza za urais wake. Wakati huo huo, kura ya maoni ya pamoja ya ABC News, The Washington Post na Ipsos iliyofanywa Aprili 18 hadi 22 imerekodi ukadiriaji wa chini zaidi wa idhini ya rais katika alama ya siku 100 katika miaka 80 iliyopita. Hata hivyo, anaonekana kuwa chini zaidi, kwa maana hakupata alama kubwa sana katika maoni ya ujumla. Utawala wa Donald Trump kwa namna moja ama nyingine bado unapambana na mambo mengi ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, ndani ya nchi unapambana dhidi ya wahamiaji haramu, lakini bado hawakuweza kufanikiwa kuondoa wahamiaji wote, lakini wanapambana pia na masuala ya madawa ya kulevya, lakini bado hili limekuwa ni gumzo karibia duniani kote. Kadhalika wanapambana dhidi ya nchi marafiki, hasa wa NATO, juu ya kuongeza bajeti zao za kiulinzi, na kwa maana hiyo Donald Trump anataka kufidia fedha nyingi ambazo Marekani imekuwa ikizitoa, lakini bado kumekuwa na gumzo dhidi ya mataifa haya, ingawa hakuna athari kubwa sana, lakini athari za kidiplomasia zinaonekana, kwani mataifa hayo yanaona ni kama vile rais huyo wa Marekani anataka kuiacha kambi hiyo ya NATO ambayo inaongozwa na Marekani miaka yote. Na hata hivyo, rais huyo ametishia kujitoa katika NATO. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate yanayojiri katika ulimwengu.